Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka waumini wa dini ya Kiislamu katika kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu kwa kutenda mema na kuwa karibu na Allah ili kupata rehema zake. Amesema hayo katika kilele cha maadhimisho ya kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu 1947 Hijiria, hafla iliyofanyika katika Masjid Jamaatul Zinjibar Mazizini, mkoa wa Mjini Magharibi Unguja. Amesema kuwa katika kuadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu ni vyema kwa waumini wa dini ya Kiislamu kuadhimisha siku hiyo kwa kufanya mema na kuwa karibu na Allah ili kupata fadhila zake. Aidha, Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kuiombea nchi iwe katika hali ya amani, hasa katika kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi mkuu. Waumini mabibi na mabwana, hakika tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuadhimisha siku hii muhimu katika mwaka wa Kiislamu, ambapo serikali tayari imefanya maamuzi ya kuwa na siku maalum ya mapumziko kama hatua mojawapo ya kuenzi mwaka mpya wa Kiislamu na kuwapa waumini wasaa na fursa ya kuadhimisha mwaka wa Kiislamu kwa kufanya mambo mbalimbali yenye mnasaba wa kuendeleza Uislamu. Napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani kwa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kwa ushirikiano na taasisi nyingine zikiwemo ofisi ya Kadhi Mkuu na Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana kwa jitihada zao kubwa katika kuyasimamia masuala mbalimbali ya Kiislamu hapa nchini. Hakika nathamini kazi kubwa na nzuri ambazo zinafanywa na taasisi zetu hizi katika kutekeleza majukumu yao. Napenda niahidi kuwa serikali itaendelea kuzipa ushirikiano wa kutosha pamoja na kuzijengea uwezo taasisi hizi ili kuziwezesha kufanya kazi zake kwa mafanikio makubwa zaidi. Ndugu waumini, mabibi na mabwana, tunapokaribisha mwaka mpya wa Kiislamu 1447, ni wajibu wetu tufanye tathmini ya kujiwekea malengo mapya ya namna bora zaidi ya kutekeleza wajibu na majukumu yetu kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu katika Qur'an tukufu na hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatua hii ni muhimu katika kukuza imani zetu na uchamungu wetu kwa kuyatekeleza maamrisho ya Mola wetu kwa kufanya mambo mema anayoyaridhia na kujiepusha na makatazo yake ili tufanikiwe hapa duniani na kesho mbele ya haki. Kwa mnasaba huu, napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa mashehe na waalimu wetu wote kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuwalingania waumini ili kukuza imani zao na kutumia hadhara na fursa mbalimbali. Hatua hii ina mchango muhimu wa kujenga jamii ya wachamungu na raia wema wanaojiepusha na mwenendo mbaya katika jamii. Ni vyema kuhakikisha kuwa vijana wetu pia tunawalea vyema ili kuandaa kimaadili na kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu tokea wakiwa na umri mdogo. Ndugu waumini, mabibi na mabwana, katika kufanikisha jamii yetu izidi kupata ustawi, napenda kutumia fursa hii kuwahimiza waumini wenzangu umuhimu wa kuendelea kudumisha umoja na mshikamano baina yetu na kusaidia katika mambo mbalimbali ya kheri ili nchi yetu izidi kupata baraka na mafanikio. Ni wajibu wetu tuwe tayari kujitoa na kusaidia watu wenye shida mbalimbali, wakiwemo mayatima, wajane, wagonjwa, wazee na watu wote wenye mahitaji maalum. Hatua hiyo itasaidia sana kuleta mapenzi na huruma na kutuepusha na chuki, uhasama na husda, mambo ambayo yanaondoa baraka na neema katika jamii na ni kinyume na utamaduni wa Kiislamu na malezi yetu. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kuziunganisha nyoyo zetu katika mapenzi na huruma na tufuate maamrisho yake kwa kufanya anayoyaridhia. Ndugu waumini, napenda kuhitimisha nasaha zangu
katika maadhimisho haya ya kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu wa 1447 kwa kuwasihi waumini wenzangu, tuendelee kuiombea dua nchi yetu izidi kuwa katika hali ya amani na utulivu, hasa katika mwaka huu wa 2025 ambao tunakabiliwa na uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwezeshe kushiriki uchaguzi huo kwa amani na utulivu, na tubaki tukiwa wa. Katibu mtendaji wa Mufti Zanzibar Sheikh Khalid Ali Mfaume amemshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuifanya siku ya mwaka wa Kiislamu kuwa ni ya mapumziko, lengo ikiwa ni kuwafanya waumini wa dini ya Kiislamu kukumbuka hijra ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kalenda ya Kiislamu, sambamba na maendeleo yanaendelea kuwafanya katika visiwa vya Zanzibar. Mambo mazuri na makubwa unayotufanyia na unayoendelea kutufanyia. Nikupongeza katika muda ule wa mchana. Tunaadhimisha hapa Zanzibar katika utaratibu huu ni mwaka wa 4 sasa. Na miaka 4 yote hii Mheshimiwa Rais unashiriki kama mgeni rasmi katika shughuli hizi. Leo mwezi 29. Kwa vile mwezi ukiandama leo, na maana kesho itakuwa ni holiday. Lakini madhumuni sio kwamba watu wapumzike. Madhumuni siku hii kwamba wananchi waweze kutafakari na kujua ile tarehe yao ya Kiislamu kwamba imeingia. Jambo hili mheshimiwa ulilolifanya na mengine unayoendelea kuyafanya, uongozi wako unaacha alama. Katika kila pahala unaacha alama. Mengi ya kusema sisi hatuna, lakini wallahi Mwenyezi Mungu atakuweka pahala pazuri. Katika uongozi wako, tulia moyo wako, usiwe na wasiwasi. Nuru yako na kheri unazozifanya kwa wananchi wa Zanzibar, kila mmoja wetu ni shahidi, na tunashuhudia hapa, na tunapokwenda tutashuhudia. Jambo hili unalofanya ni mambo makubwa. Inawezekana ikawa mheshimiwa unafanya, lakini wewe mwenyewe ushasahau, lakini wale uliowafanyia mazuri hawasahau. Endelea kufanya mema na Mwenyezi Mungu atakulipa mema yako. Akihutubia waumini wa dini ya Kiislamu, Sheikh Muharram Mziwanda kutoka Dar es Salaam amesema kuwa katika swala zima la uvunjifu wa amani, vijana ndio wanaotumika katika swala hilo. Hivyo amewataka vijana kuacha tabia ya kutumika katika masuala hayo ili kuweka nchi kwenye amani. Mungu mwenyewe anajua na ndivyo alivyoumba. Dunia mwendeshaji wake ni kijana, mzee ni mzazi, ni mlezi, ni mshauri. Kisha kuwa mzee wewe ni mpenzi mtazamaji. Na ndio maana Qur'ani iliwaambia wazee wa man nu'ammiruhu nunakisuhu fil khalqi. Tunakaa na wazee kuchota nini? Busara zao, ushauri wao, uzoefu wao, ili sisi vijana tuiendeshe jamii kupitia uzoefu wa hawa wazee. Vijana hili wanalijua. Uchumi wa nchi wapambaniaji ni vijana. Amani ya nchi wapambanaji ni vijana. Utaalamu mbalimbali waendeshaji ni vijana. Maendeleo, tunaposema maendeleo, hakuna maendeleo kama watu hakuna. Na kiwanda cha kutengeneza watu ni vijana. Ya ma'shara shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Tunaanza kwenye kutengeneza watu. Kiwanda cha watu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawaita wafanyakazi wa kiwanda cha kutengeneza watu. Kwa maana ya ndoa anawaita nani? Vijana. Njooni tutengeneze taifa letu. Vijana, nendeni mkaoe. Kwa kila yule ambaye anayaweza na kumudu majukumu ya ndoa, aingie akaoe ili tukatengeneze watu. Watu hao ndio watakuja kutengeneza dunia, wataitengeneza nchi. Tumealiongea na vijana. Lakini hata akhera, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata kusema, nyayo wa mwanadamu hautahama
kisimamo cha mahakama mbele ya Mwenyezi Mungu mpaka aulizwe na atoe majibu ya maswali hayo. Katika maswali hayo moja wapo linakuhusu wewe kijana. Wa shababihi fima afna. Swali hili, hata ujana wako uliuchakazaje? Ujana wako uliutumiaje? Ujana wako. Taifa linapozorota kiuchumi, wa kulaumiwa ni vijana. Ulijipanga? Taifa zinapotokea vurugu, wa kulaumiwa ni vijana. Vita wapigani wazee, vijana mkono. Hii ni nafasi yetu Wazanzibari, nikianzia nilipo kwa sababu nimekaa na nimesoma hapa. Vipi tutabadilika kutoka katika mazoea ambayo tulikuwa nayo? Ninajua Wazanzibari vijana ni watu wa kurelax sana, ni watu wa raha. Tunakaa uvivu kwa kujituma. Tujifunge kibwebwe, tuache kuzoea kupewa. Tunaweza tukalalamikia maendeleo, kumbe sisi wenyewe tumekaa kitako. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online